Tunashukuru Bwana kwa sababu ya damu yake. Sababu Bwana ni asante kwa ajili ya damu yake. Biblia inasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu anapenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni upendo wa aina gani Mungu kutupatia mwana wake wa pekee katika msimu huu, watu ambao wamechagua kwenda katika raha nyingi, lakini Mungu ametupa nafasi ya kuja katika uwepo wake na kumwambia asante kwa ajili ya damu yake. Asante Bwana, asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu, asante Bwana, asante kwa damu yako. Jina lako liabudiwe Bwana, jina lako lipewe sifa, jina lako litukuzwe Mfalme. Asante kwa damu yako, asante kwa kutunukia baraka, zawadi kubwa ya wokovu. Asante Bwana kwa sababu ya damu yako ambayo ilimwagika pale Kalvarini kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Na ndio maana Bwana tuko hapa siku ya leo kuja kutangaza kwa damu ya Yesu tunaweza tukafunguliwa, kwa damu ya Yesu tunaweza tukapona, kwa damu ya Yesu tunaweza tukakombolewa, kwa utukufu wa jina lako. Asante Yesu, maana wewe ni Mungu. Uinuliwe na upewe sifa kwa sababu wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, na kanisa na watu wa Mungu tuseme amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi. Nataka tuwe tumsifu Mungu na kisha tuende tusikie neno la Mungu na itakuwa ya baraka. Kwa hivyo karibuni tunapomsifu Mungu. Wale ambao wako mbali karibieni, wale wako pale kwa maduka tunaweza tukatokea pia tukaweze kumsifu Mungu wetu pamoja na itakuwa ya baraka. Amen. Amen. Jesus.
mabega tayari. Tunaingia Western. Yes. Hallelujah. Amina. Weka mabega tayari. Hallelujah. 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 Amen. Haya twende kazi. Kama weka. Hakujudeyeni. Cheza cheza kitulukana sasa. Oh, hakujukisakari. 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 Hakujudeyeni. Hakujukisakari. 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 Hakujudeyeni. Oh, hakujukisakari. Hakujukisakari. Yesu anasifiwa kwa lugha zote. Haleluya. Wewe fanya hivi. Thank you.
Yesu ni mzuri. Haleluya. Kama angekufa msalabani kwa ajili yetu, sisi tungefanya nini? Sisi tungeingia nani? Haleluya. Hapo tungekuwa kwa baa. Tungekuwa tunakanyanga vireji juu. Hii Pasaka tungekuwa tumeenda Mombasa. Lakini tukasema hii Pasaka tuje tushiriki pamoja na neno la Mungu. Pigia Yesu makofi. Shangilia Yesu. Hujashangilia. Nataka vijana hawa, nikisema ushangilia Yesu, mnakimbia mpaka kwa ile pikipiki, alafu mnarudi mpaka hapa. Tunataka kuteka mji wa location. Tunasema shangilia Yesu. Kuliko wewe Yesu ni Bwana, tulikuwa waongo kuliko wewe Yesu ni Bwana, tulikuwa walevi kuliko wewe Yesu ni Bwana, tulikuwa wachawi kuliko wewe Yesu ni Bwana, amenibadilisha Yesu, Yesu ni Bwana, amenitengeneza Yesu, Yesu ni Bwana, Yesu, sema Yesu, Yesu, sema Yesu, Yesu, kukumbusha tena hili. Unashindwa watu wanaimba hapo wanarukaruka hawa kama wazimu ni akina nani? Nataka kuambia kwamba sisi ni Global Partners Ministries ambao tuko hapa tu katika mji. Hapa nyuma ya Safana Building. Ukienda pale utatupata. Tuko chini ya Apostle Samuel Kamau. Na ndio maana tunawakaribisha jioni ya leo tukaweza kushiriki neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukaribisha watu watatu waje watuambie vile Yesu aliwafanyia pale msalabani. Ukituona hapa kuna mambo na kazi nyingi ambayo Yesu ametufanyia. Na ndio maana hatuna maringo, tunajua tukumtumikia Yesu. Hatujui mambo mengine, tunamjua Yesu peke yake. Aliyetuokoa katika dhambi, aliyetufufua wakati ambapo tulikuwa tumekufa, wakati ambapo tulifungwa na minyororo. Yesu akaja akafa msalabani ili akaweza kutuweka huru. Ukiona tunaruka ni kwa sababu hatuna minyororo tena. Ukiona tunaimba ni kwa sababu tumefunguliwa na Yesu. Kwa maana tumewaletea huyo Yesu anayefungua na anayeinua. Tumewaletea Yesu anayebadilisha. Tumewaletea Yesu ambaye amekufa msalabani kwa ajili ya maisha yako. Kama unapitwa na Yesu, sijui unaenda wapi. Yesu ni mzuri. Ndio kia jirani yako mwambie Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Mwambie Yesu ni mtamu. Yesu ni mtamu. Biblia inasema Yesu ni mtamu kuliko asali. Yesu ni mtamu. Amen. Nataka kukaribisha dada yetu Rose aje tusalimie na itakuwa baraka. Karibu sana Rose. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wimbo wa Kiturkana inasema Namia yango aya itoma kuju Otere ngakira ngakopini Aneye ya kujulo wakana Ngaena bombine kamaluoto. Bwana apewe sifa. Bwana atukuzwe. Watu wa location Bwana apewe sifa. Hakika huyu Mungu ni mzuri. Huyu Mungu ni mtamu. Bwana apewe sifa. Basi jioni ya leo nimeokoka na kumpenda Bwana. Hakika amekuwa mwema juu ya maisha yangu. Amekuwa rafiki wa karibu katika maisha yangu. Bwana atukuzwe. Watu wa location Mungu anawapenda sana. Mungu anawapenda sana. Kupata neno lake jioni ya leo. Maana si jambo la kawaida. Bwana apewe sifa. Kuna watu wengi walipanga mambo kama haya lakini hawakufaulu. Bwana atukuzwe. Lakini jioni ya leo ninafurahi kwa sababu ya neno la Jehova. Bwana atukuzwe. Watu wa location tukiwa mahali hapa, wengine wanasema mnafanya kazi ya bure. Haleluya. Wengine wanaona tunafanya kazi ya upuzi. Lakini nataka kukuambia jioni ya leo Mungu yu mwema juu ya maisha yako.
crusade nyingi sana. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Na ni kwa sababu ya Jehova. Bwana apewe sifa. Tumelihubiri hili neno. Na hata jioni ya leo nataka kuhakikishia ya kwamba njoo kwa Yesu ukapate kuwa na raha ya kumsifu Bwana. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hatuko mahali pa bahati mbaya. Hatuko mahali hapa kwa makusudi. Bwana apewe sifa. Amen. Tuko mahali hapa kwa sababu ya Jehova. Tuko mahali hapa kutangaza jina la Yesu. Tuko mahali hapa kwa sababu ya wokovu. Hey, Bwana tukuzwe. Bwana apewe sifa. Mama wa mji wa kesho. Nataka kukuambia ya kwamba njooni kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna furaha. Kwa Yesu kuna wokovu. Mama walio ndani ya Yesu wamebarikiwa. Wamama ndani ya Yesu wamekumbukwa na Jehova. Wamama ambao wako ndani ya Yesu wameinuliwa juu kwa jina la Kristo Yesu. Mahala pa siku ya leo Bwana tukuzwe. Sijatoka mbali sana, nimetoka hapa tu sasa hapa chini. Tunalihubiri jina la Yesu. Wanapewa sifa. Na Jehova wokovu haina baria. Hey, Bwana tukuzwe. Yesu hachagui. Wanapewa sifa. Sijui wewe ni dini gani. Sijui wewe ni wa kanisa gani. Nataka kukuhakikishia ya kwamba Yesu alikufa msalabani na atafufuka. Wanapewa sifa. Tupoza jioni ya leo. Nataka kuwaambia ya kwamba tuone kwa Yesu. Watu wa location jioni kwa Yesu. Kimbieni kwa nyumba ya Mungu. Kimbieni kwa Jehova. Maana Mungu anawapenda. Haijalishi umeteseka miaka ngapi. Haijalishi umesononeka namna gani. Haijalishi unaishi nyumba ina gani. Bwana anajalishwa na roho yako. Bwana anajalishwa na roho yako. Jioni ya leo ninawakaribisheni. Bwana apewe sifa. Jioni ya leo ninawaambia kwamba njooni msikize neno la Bwana. Maana neno la Mungu limetuweka hai. Neno la Mungu limetuweka hai. Bwana apewe sifa. Bwana tukuzwe. Ninawapenda sana watu wa location. Ni kwa sababu ya Bwana. Maana kama si Mungu hatungesimama mahali hapa siku ya leo. Kama si huyu Jehova hatungelitangaza jina la Bwana. Kuna watu wengi wanasikia sauti ya kwamba kimbia kwa Yesu. Maana kwa Yesu kuna raha. Maana kwa Yesu kuna utamu. Mungu amani awabariki. Mungu amani awabariki. Pahali popote unaposikia hii na kukuhakikishia kwamba Mungu akubariki. Umewasha kazi zako. Umewasha kazi yako. Umesimamisha biashara yako. Hata umefunga nyumba yako. Kwa sababu ya Jehova. Hakika wacha Mungu awabariki na awatende mema. Barikiwe sana. Wapi makofi ya huyo? Amen. Nitakukaribisha mzee wetu mmoja ambaye anaitwa Wakivia. Aje tusalimie. Mjue pia Yesu anaokoa wazee. Unajua wazee wakifika miaka zingine wanasema hii wokovu ni ya wamama na watoto. Hapa Yesu ametenda mambo makubwa. Ameokoa hata wazee wenye umri na miaka nyingi. Wapi makofi ya huyo mzee? Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa John Wakibia. Mimi ni mkaaji hapa. Na leo tumekuja hapa kwa injili ya leo. Mimi nataka kusamambia nyinyi, hata nimwambie watu wote, hata wazee wanaokoka. Mimi niliokoka miaka mingi iliyopita. Lakini kama ningejua hata kama ningekuwa ninajua ningeokoka zamani, maana yake hata maisha yangu ingekuwa mzuri kuliko wakati huu. Bwana asifiwe. Mimi naambia vijana wako hapa akiwa mdogo, akae ndani ya Bwana. Na Bwana atafanya mengi na atakaa mzuri na atajivunia vile ukajua ndani ya Yesu. Tuko ndani ya Yesu hakuna hasara. Ninaambiaga hata wazee wanaokoka. Wazee wakiokoka
wameokoka wanakaa mzuri, wanaishi mzuri na maisha yao pamoja na watoto wao na pamoja na akina mama. Bwana asifiwe. Mimi mkazi wa hapa, nimezaliwa hapa tu. Mimi sio mgeni. Kwa hivyo sasa hapa hata mjua watu wengi, watu wale hawanijui, wale wageni tu wamekuja wakati wa siku hizi. Lakini mimi nimezaliwa hapa. Mtu amezaliwa hapa wakati mrefu. Kwa hivyo sio mgeni. Anajulikana sana. Nataka tudumu ndani ya Yesu. Ndani akae, Bwana akae ndani yetu. Na sisi tukae ndani yake. Na Bwana atatubariki, atatuongoza. Na Bwana asifiwe sana. Amen. Pigia huyo mzee makofi. Shangilia Yesu. Mwambie jirani yako, mwambie hata wazee wanaokoka. Hata wazee wanaokoka wanadumisha wokovu. Wanatoka huko kwa bana wanakuja kwa Yesu. Wanamtumikia Yesu. Haleluya. Takuwaletea ndugu mmoja, kijana machachari, ni mchungaji. Ametoka mbali na ametoka mbali na Yesu. Haleluya. Wapi ndugu yetu Mushai? Piga. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaniona tafadhali nipungie mkono mmoja tu hivyo. Kama hukuasha mkono nyumbani inua tu hivyo. Nataka tumshangilie Bwana kwa makofi shangwe vigere. Unajua wakati unamjua Yesu, hauwezi ukaaibika. Wakati unajua Yesu, hata kama jua linawaka, hata kama kuna mvua, kama kuna mawingu, hauwezi ukajifisha. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Wakati wanasherehekea kufa na kufufuka kwa Yesu. Wacha nikwambie kitu moja. Ukijua anayeendesha gari, hawezi ukaogopa. Ukijua anayeendesha gari, amepeleka miaka 10, ameenda Nairobi amerudi, ameenda Mombasa amerudi, ameenda Nanyuki, unaketi kwa kiti na unalala. Kwa sababu gani? Unajua dereva. Sisi tuko kwa dereva Yesu. Tunayemjua, tunayemfahamu. Wakati alikufa, akafufuka, akasema niko mcheni muone, kwa nimekufa, hii nimefufuka. Ndio ushuhuda. Waweza ukashangilia nini? Kama hujui Yesu mwana wa Mungu hayuko kwa kaburi. Kama Yesu mwana wa Mungu hayuko kwenye wafu. Yeye amefufuka. Yeye ameinuka. Atualokesha. Yesu saburini hayuko. Haleluya. Unaweza ukarukaruka. Unaweza ukakanyaga kansa, ukakanyaga pneumonia, kwa sababu aliyekuita, aliyekuomba amefufuka. Amefufuka kabisa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa location, kujeni kwa huyu Yesu. Kujeni kwake. Huyu ni dereva ambaye ni mwaminifu. Huyu ni dereva ambaye anakujali. Huyu ni dereva ambaye atakufikisha kwa Baba. Atasema ya kwamba Baba yako uliye mbinguni, nimekuletea mzee, nimekuletea mama aliyekuamini, nimekuletea aliyeamini location, nimekuletea aliyeamini Lumurudi, nimekuletea. Sema wapi makofi jamani? Afadhali kwa Yesu. Ambia jirani yako afadhali kwa Yesu. Mwambie afadhali kwa Yesu. Afadhali kwa Yesu. Huko ndio kuna raha pekee yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuleta baba yetu sasa, Apostle Samuel Kamau, aje atuletee neno la Mungu, alafu tutabarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko hapa kwa mambo mengine. Tuko hapa tu kuambia habari ya Yesu. Aliyeokoa, aliyefufua, aliyebadilisha. Hata leo anaweza kukubadilisha. Kwa hivyo kama makini sana ukaweza kumsikia Mungu, kwa sababu Mungu ni mzuri. Bado pia kesho tutakuwa hapa. Na tuko tu bado katika huu mji. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya Yesu. Wapi makofi ya mtumishi wa Mungu jamani?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawasalimia wakaaji wote wa mji wa Rumuruti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawakaribisha katika mkutano huu ambao ni mkutano spesheli wa siku kuu ya Pasaka. Siku ambao tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu. Amen. Sisi tumeamua kusherehekea ibada hii spesheli kwa kutangaza habari njema za Kristo. Maana hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema. Maandiko inasema ya kwamba Yesu baada ya kufufuka kutoka kwa wafu alijifunua kwa wale thenashara, kajifunua kwa Kefa, baadaye kwa kina Paulo na kwa wanafunzi wengi waliomwamini, na baadaye akatutuma twende tufanyike mashahidi, twende tukatangaze habari zake huyu Kristo aliyefufuka. Na kwa hivyo tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Kama vile mmeambiwa, hii ni huduma ya GPMC Global Partners Ministry. Tunapatikana pale katika Savana, nyuma ya Savana pale Lunda Phase 2 ndio tunajiita pale, na tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Baada ya hii crusade pia tutakuwa na mkutano wa revival ambao unaendelea, na tunawakaribisha katika jina la Yesu. Pia tunawakaribisha wale wanatufuatilia katika mitandao zetu za Facebook. We know there are a lot of people who are following us. We welcome you to this crusade. This is the day that the Lord has made for us. And I believe the Lord is going to minister to you wherever you are watching us from, for the glory of God the Father. Tuko na watumishi wa Mungu ambao ningetaka watusalimie kwa dakika kidogo, alafu baadaye tutamleta mtumishi wa Mungu ambaye atatuletea neno la Mungu. Tumepata wageni ambao wametutembelea kutoka sehemu za kaunti ya Nyandarua, na watakuwa wakituhudumia na kutubariki na neno la Mungu. Kabla sijaleta mtumishi, ninaona niko na mchungaji rafiki yangu Pastor Akope. Ningetaka tumpatie nafasi dakika moja atukaribishe na tusalimie katika jina la Yesu. Karibu sana mtu wa Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa location, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu ni Pastor Emmanuel Akope, na hudumu na kanisa la Gospel Revival Center hapa Rumuruti. Nimeokoka jioni ya leo. Yesu ni Bwana, Mwokozi na mlinzi wa maisha yangu. Namshukuru Mungu kwa maana siku moja nilihubiriwa na nikapokea injili, na hata wewe siku ya leo najua kwamba Mungu atabadilisha maisha yako. Kuna neno moja tu nataka kuashia, linasema kwamba jitahidini kuingia katika mlango mwembamba, maana njia iendayo upotofuni ni pana, lakini njia iendayo usimani ni nyembamba. Kwa hivyo ningekusihi siku ya leo, wakati unaposikia neno la Mungu, jitahidi sana ukaingie katika mlango ulio mwembamba, na hapo ndio Mungu anapatikana. Mungu awabariki sana, msikie injili maana inabadilisha maisha yako na utapata uzima wa milele. Yesu, Petro alikuwa mjanja, akamuuliza Yesu, sisi ambaye tunakufuata tutapata nini? Akasema hapa duniani mara 100, lakini huko mbinguni uzima wa milele. Kwa hivyo wewe unachopata za dunia, lakini ya mbinguni huwezi kupata. Lakini siku ya leo ukimpokea Yesu utapata hizo zote mbili. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Asante. Thank you so much mchungaji. Pia tuko na mchungaji rafiki yetu Reverend Stanley kutoka kaunti ya Nyandarua, sehemu za Ndaragwa. Ningetaka pia atusalimie. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa kesho na watu wa Rumuruti, tunawakaribisha mkutano wa siku ya leo kuja kuwatangazia kwamba Yesu anawapenda. Na niseme ya kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi kwa jina langu naitwa Derito Stanley na nimeokoka. Na siku ya leo maana tunakumbuka kufa na kuzaliwa na kufufuka kwake Yesu. Kuna mambo mawili ama matatu ambayo ilimfanya Yesu akaweza kufa, na ama benefit ama faida ya kifo cha Yesu. Jambo la kwanza ya kwamba alitusamehe dhambi. Jambo la pili ni kwamba ametufanya ametupatanisha na Mungu. Kwa hivyo maana sisi tulikuwa mbali na Yesu, tulikuwa mbali na Mungu, lakini Yesu akija kufufuka kwake kumetufanya tuwe pamoja naye Bwana, ama tuwe watoto wa Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo na jambo la tatu ni kusema ya kwamba ametuletea uzima wa milele, eternal life. Kwa hivyo jioni ya leo njoo kwake Yesu. Njoo kwake Yesu we mama, vijana njooni kwake Yesu, wa mama na vijana watoto njooni kwake Yesu. Mbarikiwe sana na Bwana watendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante.
Sasa ningetaka tujiandae kulisikia neno la Mungu, na ningetaka tu kwa dakika moja kabla tujaomba kumleta mtumishi wa Mungu. Kuna pambio inasema kijito cha utakazo. Tungetaka tu tuimbe kifungo kimoja tunapojiandaa ili tuweze kumleta mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Tunakuomba wewe unayetusikiza kutoka mbali, unaweza karibia ili usikie neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana ni mwaminifu. Mungu ametumana kwa ajili yako wewe mkaaji wa sehemu hii, mkaaji wa Rumuruti. Mungu ametumana kwa ajili yako, na kwa hivyo tunakuomba ukaribie hapa ili uweze kusikia kile Mungu ako nacho kwa ajili yako katika jina la Yesu. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha utakaso nizamekuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizamekuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Baba Mungu, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru maana wewe ni Mungu. Asante Yesu uliyekufa na ukafufuka. Tunakushukuru maana ulitiwa mafuta na Mungu ya kwamba ulienda ukitenda mema, na hata wa leo Bwana bado hujabadilika. Ni wewe yule unaotenda mema. Tunakushukuru Bwana kwa nafasi hii ambao umetupatia kuingia katika mji huu kuja kuleta habari njema ya ufalme wako. Ninaomba katika jina la Yesu kwa madhabahu tuliyokuinua leo hapa, ukaitumia kunenea mji huu katika jina la Yesu. Ninaomba ukanenee maisha ya mtu anayelisikia neno lako mahali hapa siku ya leo. Nenea mzee, nenea mama, nenea kijana, nenea maisha ya kila mmoja aliyefika katika uwanja huu na anayesikia sauti ya Bwana katika jina la Yesu. Tunaombea mazingara na hewa ya eneo hili Bwana, na tunaomba ikatulia kulisikia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya mtumishi wako. Ninaamini Bwana umemtia mafuta leo ili aseme kusudi lako kwa watu wako. Ninaomba Bwana unapoingia kwa uwanja huu ukamtumia kwa njia ya ajabu kujiletea sifa katika mji huu kwa utukufu wa jina la Bwana. Tunatangaza malango yakawe wazi kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kitabu cha Isaya 22:6 mstari wa 2, fungueni malango ili taifa lenye haki waweze kuingia ndani. Tunatangaza malango ikawe wazi kwa jina la Yesu. Tunatangaza malango ikafunguke siku ya leo ili injili ya Kristo Yesu iingie kwenye masikio ya watu wako. Asante Bwana, maana wewe ni mwaminifu. Uinuliwe Yesu na upewe sifa, maana wewe ni Bwana. Wewe usema ishara hizi zitaandamana na wale wanaokuamini. Leo Bwana tunaomba tukashuhudia ishara zinazoandamana na wale wanaokuamini. Uinuliwe Yesu na upewe sifa, maana wewe ni Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu tumeomba, na watu wa Mungu kwa pamoja tuseme amen. Haleluya. Basi pasipo kupoteza wakati,
Ni furaha yangu kumleta mtumishi wa Mungu Reverend Patrick Kihara, ambaye Bwana amemwandaa jioni ya leo atuletee neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba Mungu atawabariki. Karibu sana mtumishi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. Habari za jioni. Sema. Salimia jirani yako, mwambie amesalimiwa na Reverend Patrick Kihara kutoka Ndaragwa. Salimia jirani yako tafadhali, mwambie amesalimiwa na mtumishi wa Mungu kutoka Ndaragwa. Namshukuru Bwana jioni ya siku ya leo kwa sababu ya mkutano wa Injili ambao Baba wetu wa mbinguni ametuandalia katika mji huu. Ninajua ya kwamba tuko katika majira ya Easter na tunasherehekea kumhusu Yesu. Asante sana Apostle Kamau Global Church kwa sababu ya kuandaa mkutano huu ili tuje tunene na watu wa Mungu, kwa sababu Mungu anahitaji watu wake. Bwana Yesu na asifiwe sana. Tunaposherehekea majira ya Pasaka, tunapokumbuka vile Yesu alikufa na vile Yesu alifufuka siku ya tatu, ningependa uelewe hili jambo ya kwamba kabla Mwenyezi Mungu hajamleta Kristo hapa duniani ili atusaidie kutoka katika dhambi, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa kuhani mkuu, na wakati wote tungetenda dhambi, huyu kuhani mkuu alikuwa anachukua kondoo, anaenda kwenye madhabahu ya Bwana, anatoa sadaka ya kondoo ili tusamehewe dhambi. Kabla Yesu hajakuja, huyu kuhani mkuu alikuwa anaenda katika madhabahu ya Mungu, anatoa damu ya ng'ombe ili tusamehewe dhambi. Lakini wadugu wapendwa, damu ya kondoo ilishindwa, damu ya ng'ombe ilishindwa, na ndiposa Mungu wa mbinguni akaondoa dhabihu ya kondoo, akaondoa dhabihu ya ng'ombe. Kwa nini? Mwanadamu ambaye alifanyika kwa mfano wa Mungu hangeweza kukombolewa na kondoo. Mwanadamu aliyefanyika kwa mfano wa Mungu hangesaidiwa, hangekombolewa. Hebu imagine mwanadamu aliyefanyika kama Mungu. Haleluya! Hangeokolewa na damu ya mnyama. Na ndiposa Mungu wa mbinguni akamleta mwana wake wa pekee, Yesu Kristo. Na ndiposa siku ya leo tumekuja katika madhabahu haya ili tuweze kumuinua huyo ambaye alikubali kuchinjwa. Tunamuita mwana kondoo wa Mungu, huyo ambaye alikubali kuchinjwa
Jesus. Na ndiposa jioni ya siku ya leo tuko hapa tunarukaruka, tuko hapa tunafurahia, tuko hapa tunashangilia. Wengine huwa wanashangaa, wanashindwa what is happening. Jamani, laiti ungelijua kazi ambayo imefanywa na Mungu kwa sababu yako. Laiti ungeelewa. Bwana Yesu na tusaidie sana. Jamani, wale ambao tuko kwa mkutano huu, ningependa tu kwa dakika 2 uende mbele za Mungu, uwapie Mungu asaidie watu ambao hawaelewi hii lugha. Angaa Mungu awasaidie waelewe. Tafadhali enda mbele za Bwana, uombe Mungu kwa dakika 2. Maana tungependa wale ambao hawaelewi waweze kuelewa hii katika jina la Yesu. Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, jioni ya siku ya leo tunakushukuru kwa sababu umetuleta mahali hapa. Maana kuna watu unahitaji wakujue na wakuelewe, wakufahamu. Maana Yesu umekufa msalabani na umetoa damu kwa ajili ya wanadamu katika jina la Yesu. Jioni ya siku ya leo tunapoendelea na Injili katika madhabahu haya, tunaomba kila mzee apate kuelewa hii lugha akisaidiwa na Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Tunaomba kila mama aliye katika mji huu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akaweze kuelewa hii lugha katika jina la Yesu. Tunaomba kwa sababu ya vijana, Bwana wa mbinguni, kupitia msaada